Watu wanasema, lakini mimi mwenyewe niko sawa na hakuna tatizo lolote. Ungeshanisikia nalalamika, mimi ndo mtu wa kwanza ambaye nasimamia kipaji changu. Hakuna mtu yote ambaye anaweza kunikataza kutoa wimbo. Naweza nikatoa wimbo muda wote ninaotaka na naweza nikatoa bila mtu yote kunizuia. Mikataba yangu mimi nizuii kutoa wimbo. Kwa hiyo watu watoe hizo fikra za kuona kwamba msanii akikaa kimya au asipotoa nyimbo, kwa sababu nimetoa album mwaka mmoja uliopita, yani mwezi wa 7 mwaka jana. Kwa hiyo ina maana ikifika mwakani itakuwa ni mwezi mmoja. Nimetoa nyimbo 10. Kwa nyimbo 10 ukisema unatoa nyimbo moja kwa mwezi, kila mwezi ningeweza bado kuwa na ngoma za kuendelea kutoa, lakini nilitoa album na nimeona huo ndo muda ambao nimeacha mashabiki wangu wasikilize. Nimeachia huo muda kusikiliza zile track, and then nitaachia track zingine nikiwa tayari kuachia kazi zingine. Lunya, generation ya vijana wengi ambao pia wanaingia kwenye muziki sasa hivi, ili atoboe lazima afanye diss track ambao pia na mdiss Young Lunya. Why unahisi inakuwa hivi? Kwa sababu hawa watu sometimes nyinyi mnaweza mkawa mnaona kama kwa jicho la chuki, lakini wao kwa jicho la kuwa inspired. Umeona, wao wanakuwa inspired na sisi kiasi kwamba anaona kwamba okay, mimi nikimzungumzia labda Lunya, kila mtu ataniona kama yeye anavyoniona. Kwa hiyo sometimes ni nzuri kwa sababu kuna vijana wengi nimeona wamepata nafasi ya kujulikana kupitia mimi, kupitia kwenye diss. Mara kadhaa mko kusema kwamba wasanii wengi wa hip hop wanakuchukia. Unahisi kwa nini wasanii wengi wa hip hop wanakuchukia? Kwa sababu niko hapo juu hapo, yani ndo niko hapo juu. Kwa hiyo lazima watu wote ambao wanaangalia kutokea chini kuja juu waone sio sawa. Lakini kwa wenzetu unakuwa unashirikiana kwa pamoja unafanya. Kwa sababu mimi kabla sijatoka kulikuwa kuna wasanii wengi wako juu yangu wa rap. Sijawahi kumchukia hata mmoja. Nilichokifanya mimi nilikuwa nakuwa inspired na wao wanachokifanya, and then nafanya kazi kwa bidii ili nifike hiyo sehemu ambayo wamefika. Sijawahi kumchukia mtu yote. Kwa hiyo siri ya kufanikiwa sio kumchukia mtu, ni kufanya kazi kwa bidii. Lunya amekuwa ni mmoja kati ya washikaji ambao ni Wanyamwezi. Actually ukifuatilia lifestyle yako ina cop na washikaji ambao wanafanya rap lakini trap Unyamwezini. Watu wamekuwa wakitembea na wapenzi wao, wamekuwa wakiwa proud na wapenzi wao, lakini kwa Lunya imekuwa tofauti. Hamposti baby wake, haonekani akiwa na mtu na kupoa naye sehemu yote ile. Kwa nini labda inakuwa hivyo, na pengine nini ambacho kinapelekea iwe na life ya hivyo? Kama ulivyosema watu wengine, mimi sio hao watu wengine ambao wanapenda kuposti watu wao. Mimi sio kama naona ni kitu kibaya kumposti mpenzi wako. Mtu akiwa na mpenzi wake wanapendana, kumposti mwenzio sio kitu cha kibaya, lakini mimi kwa sasa hivi nimeona nisiweke wazi mahusiano yangu. Nalinda vitu vingi sana. Inawezekana kumweka wazi kungeweza kusababisha matatizo mengine ambayo sitaki kuyapata. Kwa sasa na focus sana na kazi zangu za muziki na sitaki vitu vingine vini distract. Hiyo ndo sababu pekee ambayo siweki mahusiano yangu wazi. Lakini muda wote naweza nikaweka mahusiano yangu wazi nikiwa tayari, nikiona okay, sasa hivi niko sawa, naweza nikaweka mahusiano yangu kila mtu ajue nitaweka. Unazungumzaje kuhusiana na comeback ya Moko? Iko vizuri. Mimi hizo ngoma nazijua since hawajazitoa bado. Kwa hiyo tuko vizuri sana. Maradona. Naenda kama Pele Maradona. Pele Maradona. Let's go. Asante sana. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.